Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Mungu akubariki sana. Ni siku nyingine tumekutana, ni siku ya baraka. Mungu akubariki sana. Ningependa kama hujafollow account hii ufollow. Kama hujasubscribe kwa YouTube, basi subscribe sasa hivi uwe wa kwanza kupata video kama hizi na kujifunza mafundisho ya Kikristo. Kama kwenye mitandao mingine kama TikTok, Instagram hujanifollow, pia nenda kanifollow. Mungu akubariki sana kwa jina la Malaraka Media, na kwenye mitandao mingine pia Prophet Malaraka. Mungu akubariki sana sana sana. Leo ningependa tuangazie juu ya Wakristo jinsi wanavyoenda makanisani kumtafuta Mungu. Kwanza ningependa tupitie kifungu kimoja cha Biblia kinasema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyie mwanadamu kuwa kinga yake. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu kuna utofauti kati ya mtu anayetoka nyumbani na kwenda kanisani. Anasema ninakwenda kanisani kumtafuta Mungu. Na kuna utofauti kati ya mtu anayetoka nyumbani anakwenda kwa mchungaji. Basi ndio maana unakuta kuna watu wanafuata upako wa mchungaji kuliko kumfuata Mungu aliye na upako wa mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Mmenielewa hapo watu wa Mungu? Ukitoka nyumbani kwako unaenda kwa mchungaji na umemfanya mchungaji wako kuwa ndio Mungu unayemkimbilia kwenye shida zako, ni kweli ni mtumishi wa Mungu, lakini jinsi ulivyoenenda ni kama umeenda kwa Mungu lakini hujaenda kumtegemea Mungu hapo. Na siku hizi Wakristo wengi tumekuwa ni watu ambao tunaenda mahali kwa ajili ya kumtaka mtu kwa kuangalia sifa alizonazo. Labda tumesikia anatoa pepo, tumesikia anaonya watu. Tunamfuata mtu, sio Mungu. Unapotoka nyumbani unaenda kwa ajili ya ibada kanisani, basi hakikisha unaenda kwa ajili ya ibada na una msimamo wa ibada. Unapotoka nyumbani unaenda kwa ajili ya kumwona mchungaji akusaidie kwenye shida zako na matatizo yako, manake umemfanya mchungaji kuwa ndio Mungu tegemezi kwako, kwa sababu wewe una uwezo wa kumtafuta Mungu mwenyewe na ukampata, ila imani yako iwe kuu kwa Mungu. Na lazima ujue kuomba sawasawa na Mungu anavyotaka. Usiombe kama unavyotaka. Omba Mungu akupe mwongozo wa maombi anayotaka uombe yeye, sio wewe unayotaka uombe. Kwa nini nakufundisha vitu hivi? Kwa sababu kundi la watu wengi sasa limepotea kwenye namna wanavyoomba, ndio maana wanashindwa. Na baada ya hapo wanawakimbilia watu ambao wamesikia wanafanyaga vitu miujiza, wanaponya. Lakini kwamba ukishafika level hiyo ya kuacha kuomba wewe ukamfuata mtu akusaidie, umefika level ya kumtegemea mtu, kupitia maombi yake unategemea yeye ndio aombe ili wewe mambo yako yaende. Manake ushatoka kwenye level ya kumtegemea Mungu, umeenda kwenye level ya kumtegemea nani? Wanadamu. Na kumbuka Biblia inasema hivi: amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Kwa sababu huwezi kumwacha Mungu kwa kuomba kila siku, then ukataka mtu mwingine afanye kile kitu unachotakiwa wewe ufanye. Manake ni kwamba wewe umetoka kwenye wajibu wako wa kila siku, umeenda kwa mtu kwa kumtegemea yeye afanye vile unavyotakiwa kufanya wewe. Umeshatoka kwenye level ya kumtumikia Mungu, hapo tayari upo kwenye level ya kumsikiliza mwanadamu.
Ndio maana kuna watu siku hizi hamwezi kuamua jambo lolote la kiroho isipokuwa pako usikie mtu fulani kasema ndipo wewe ufanye. Sikatai wapo wanaoongozwa na Mungu kufanya hiyo kazi, lakini chunga sana usije ukamfanya mwanadamu ndio kila kitu cha kwenye maisha yako, kwa sababu unatakiwa una uwezo wa kusikia sauti ya Mungu wewe mwenyewe. Na ukiona huyo baba yako, kama ukiona una baba wa kiroho hakujengi kumtafuta Mungu, ni bora ukaacha kwenda, kwa sababu unatakiwa utengenezewe mazingira ya wewe kumwendea Mungu wako peke yako, sio kumwendea mtu afende kwa Mungu. Wewe mwenyewe unajua Mungu anapatikana kwa njia ipi. Kama ni kuomba akufundishe huyo baba wa kiroho, akufundishe. Kama ni kufunga akufundishe. Kama ni kuingia kwenye maombi kwa muda mrefu akufundishe. Asikuache uwe mkiwa wa kumtegemea yeye. Na kwa namna hiyo kuna baadhi ya watu wamekuwa walipisha watu kwa kuwa wao wanajua Mungu wanamuombaji mpaka ajibu maombi ya watu. Lakini imekuwa ni ngumu wao kuwafundisha watu kuomba wapate majibu yao kwa Mungu. Mungu akubariki sana kwa kunisikiliza. Follow account hii, subscribe channel yangu ya YouTube, kwa sababu video inayofuata nitatoa jinsi ya kuwa karibu na Mungu. Mungu akubariki sana, kwa sababu hizi njia za kumjua Mungu, kuishi na Mungu vizuri, ni hatua ambazo tunajifunza sote ndani ya Kristo. Ongeza maarifa kwenye akili yako, mjue Mungu wako, tafuta jinsi ya kuishi sawa sawa na mapenzi ya nani? Ya Mungu. Mungu akubariki sana. Amen.